Katika kuendeleza bioanuwai na kuongeza mapato ya serikali, Zanzibar iko mbioni kuzindua mfumo wa kisasa wa kukusanya mapato kwenye maeneo ya vivutio vya utalii na hifadhi za rasilimali. Kupitia mradi wa Biofin, programu ya shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP, timu ya wataalamu wa tehama kutoka mamlaka ya serikali mtandao IGAS kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali ikiwemo Wizara ya Uchumi wa Buluu na Wizara ya Misitu na Mali Asili imeweka kambi kwa ajili ya kutengeneza mfumo maalum wa makusanyo ya mapato kutoka katika vyanzo vya bioanuwai. Wakati wa ufunguzi wa kambi hiyo ya wataalamu, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya serikali mtandao IGAS, ndugu Said Saif Said, amesema hatua hiyo ni sehemu ya jitihada za Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kuweka mfumo wa pamoja utakaotoa uwazi na ufanisi katika ukusanyaji mapato halali ya serikali, huku ukichangia kwa kiasi kikubwa katika kuhifadhi bioanuwai na kuzinufaisha jamii zinazozunguka maeneo hayo. Tukifanya tathmini, bado kuna areas nyingi ambazo tukifanya jitihada hasa katika masuala ya kimfumo haya, basi ongezeko la mapato ya Zanzibar litakuwa kubwa zaidi. Jitihada ambayo tunaifanya hapa ni ya kwenda kuongeza pato kwa serikali, lakini vile vile katika kumwangalia mwananchi wa kawaida katika pato lake la kiuchumi na vile vile katika maslahi wa Zanzibar. Kwa hivyo mimi ni waombe sana mtumie muda huu vizuri na tufanye jitihada kadri tunakavyoweza ili kwamba sehemu zote hizi ambazo za vivutio hizi au za hifadhi, basi kwa ujumla wake na lengo kubwa tuko hapa kwa sababu kufanya kwamba tuna system moja ambayo inafanya mambo yote kwa pamoja, alafu iwe ni urahisi sasa katika masuala ya kufanya maintenance na mambo mengine yote katika ukusanyaji wa mapato, na vile vile kumwezesha yule mtalii au yoyote ambaye anataka kutembelea sehemu ile pale, basi iwe ni urahisi kwake. Serikali sasa hivi imejikita sana, wamekwenda zaidi kufocus katika masuala kuwa na unified platforms. Na washiriki wa kambi hiyo walionyesha mshikamano na kutoa mapendekezo ya kitaalamu kuhakikisha mfumo huo unakamilika kwa wakati na kwa ubora wa hali ya juu, kwa matarajio ya kurahisisha malipo kwa njia za kidigitali kama simu za mkononi na kadi za benki. Sote tunajua kwamba maeneo haya ya hifadhi hizi za baharini na ardhini ni chanzo kikubwa cha mapato ya serikalini. Lakini bahati mbaya wakati mwingine ni kiwango kidogo kabisa kinachokuwa return kwa ajili ya kusupport uhifadhi wa bioanuwai. Sasa tunahitaji kuwa na mfumo thabiti utakaosaidia ukusanyaji wa mapato ya serikalini, kudhibiti mianya ya upotevu, lakini mfumo huu pia unakuwa ni rafiki kwa mteja, vile vile unakuwa ni salama kabisa katika ukusanyaji wa mapato. Kwa hiyo yeye mwenyewe mteja popote pale alipo duniani atakuwa na uwezo wa kuingia katika mfumo na kuweza kubook yeye mwenyewe na kuweza kufika eneo husika ili kuweza kupata huduma zetu. Pia changamoto iliyokuwa kubwa ni kutoweza kufanya malipo kikamilifu zaidi katika kufanya malipo yanayohusiana na fedha kigeni, ambapo sasa tunapokea ni US dollar. Kwa hiyo inatubidi inamlazimu mfanyakazi wetu kuweza kukusanya pesa mkononi baada ya kutoa control number, kwa sababu baada ya kutoa control number hiyo mfanyakazi huyo itabidi atoke ende moja kwa moja benki kwenda kufanya malipo hayo, jambo ambalo ni vigumu kwa wakala, au maana kama hairuhusiwi kwa wakala kufanya miamala ya fedha kigeni. Kwa hiyo inamlazimu mfanyakazi yule kuweza kukusanya kesha, jambo ambalo si sahihi, ambapo serikali yetu ya sasa inalikataza jambo hilo. Kwa hiyo tuna matumaini makubwa kwamba itapokuja mfumo huu mpya, swala hili litapotea kabisa na changamoto hii itaondoka. Jiunge nasi katika safari ya mageuzi ya kidigitali. Tumia huduma za serikali mtandao leo.